Mtazamaji wa Gold TV, moja kwa moja kutoka hapa maeneo ya Mwime ya Makungu maarufu kama Mwime ya Father James, eneo ambako ndiko msiba wa wapendwa wetu George Mashauri pamoja na Chepe maarufu kama Masumbuko ambao walitutoka. Kama utakuwa na kumbukumbu vizuri, ilikuwa ni siku ya kwanza ya mwezi wa sita, kwa maana tarehe 1 mwezi wa sita, kutokana na ajali ya gari. Tuko hapa ambako leo zoezi ambalo linafanyika ni kuaga miili ya wapendwa wetu hawa, na baadaye maziko atafanyika pale Masumbwe wilayani Mbogwe mkoani Geita. Lakini niko na baadhi ya marafiki ambao walikuwa marafiki, lakini pia watu wa karibu sana na wapendwa wetu hawa, kutaka kusikia wana nini ambacho pengine wanaweza kukisema juu ya wapendwa wetu hawa. Kwa majina naitwa Mudrik Suleiman, ni ndugu na ni kaka kwa ndugu zetu bwana Masumbuko Juma na George Mashauri. Okay, umepokeaje baada ya kupata taarifa za msiba, lakini nini ambacho nakikumbuka zaidi? Unaweza kuzungumziaje juu ya wapendwa wetu hawa tulikuwa nao katika nyanja ya michezo? Taarifa tumezipokea kwa mshtuko mkubwa, kwa sababu ni tukio limetokea ghafla, kwa sababu ni watu tulikuwa nao mpaka saa 6 usiku. Tunaagana, tunaenda kulala, kesho yake asubuhi tunaamka kuelekea makazini. Tunaanza kupigiana simu kwamba wenzetu wamepata ajali. Kwa hiyo ni taarifa za mshtuko. Ukiangalia tu siku moja kabla ya taarifa hizi tulikuwa tumejumuika nao, tulikuwa tunaangalia mpira finali ya UEFA. Kwa sasa unaweza kuimagine kwamba inakuwaje, ni shocking unaposikia kwamba mtu ambaye jana umekuwa naye mnapiga story mnafanyaje, afu unakuja kupigiwa simu asubuhi unaambiwa fulani na fulani hatupo nao tena. Kwa zilikuwa ni taarifa ambazo kwa kweli tulizipokea kwa masikitiko makubwa sana, lakini apangalo Mungu binadamu hawezi kupangua. Kwa na sisi tulipokea na tunasema asante tu kwa hiki. Nini ambacho nakikumbuka kwa George na Chepe? Ni watu ambao mara nyingi sana walikuwa wako pamoja. Kwa kweli vitu vya kuongelea watu ni vingi. Kwanza nikianza na Chepe, ni mtu ambaye yuko peace sana, ni mtu ambaye anacheka muda wote, huwezi ukamkuta yupo kwenye mgogoro na mtu. Tunashirikiana nao kwenye mambo mbalimbali, ukiachana na masuala ya mpira, hata kwenda kusalimia au kuwashika mkono watoto yatima, na watu mbalimbali, na watu ambao tulikuwa tunajumuika nao Chepe pamoja na George. Lakini George pia na kwa upande wake sifa zake ni kama sifa zao zinafanana zote. George pia ni mtu ambaye yuko peace, naweza nikasema ni mtu wa watu. Hakuna hata mtu mmoja ambaye anaweza kamaongelea in a negative way, anasaidia watu. Na nadhani mwenyewe unaweza kawa ni shahidi kwamba mtaani kuna jezi nyingi za DJG zimetapakaa. Kwa hiyo inapotokea labda kuna mechi, anachukua jezi anachukua kwa pesa yake, anagawa, na wala watu baada ya mechi mtu anaondoka nazo, ndio maana jezi zake zimesambaa sana. Kwa hiyo yani vya kumuongelea ni vingi sana, lakini in short alikuwa ni mtu mwema ambaye anasaidia, naweza nikasema kila mmoja. Mimi tokea nimemfahamu sijawahi kumuona George amenona. Namaliza mwaka na nusu nipo naye karibu. Ilikuwa haiwezi kupita siku sijaongea naye. Na hata kipindi cha mwisho Jumapili tumetoka kwenye game, nilikuwa naye mpaka saa 5. Tumekula pamoja chakula, timaye akaniaga, kumbe ndo ananiaga kwa mara ya mwisho. Iko hivyo. Ni mtu ambaye alikuwa fair sana.